Jeshi la Israel limesema kwamba Hamas wamefanya mashambulizi dhidi ya vikosi vya IDF, lakini kundi la Hamas limesema hilo jambo halikuwepo na wala hawakuhusika na mashambulizi dhidi ya vikosi vya Israel kusini mwa ukanda wa Gaza. Katika siku za hivi karibuni, taarifa za kutoka katika jeshi la Israel zilieleza kwamba Hamas walianzisha mashambulizi mengine katika sehemu ya kukiuka makubaliano ya usitishaji wa mapigano, huku tawi la kijeshi linalojulikana kama Izzuddin al-Qassam Brigade limesema na limethibitisha kujitolea kwa kikamilifu kutekeleza masharti yote yaliyokubaliwa, hasa usitishaji mapigano katika maeneo yote ya ukanda wa Gaza. Pia limesema halina ufahamu wa matukio yoyote au mapigano yanayotokea katika eneo la Rafah, kwa kuwa ni sehemu ya maeneo ya hatari yaliyo chini ya udhibiti wa vikosi vya Israel. Kitengo cha kijeshi cha Hamas kimesema hakijakuwa na mawasiliano na wapiganaji wake huko Rafah. Taarifa hiyo imeongeza kusema kuwa tawi hilo la kijeshi la Hamas halijakuwa na mawasiliano na vitengo vingine vilivyosalia katika eneo hilo tangu mwisho wa kipindi cha kusitishwa kwa mapigano mnamo mwezi Machi, na pia kwamba hakifahamu ikiwa wapiganaji wa kitengo hicho bado wako hai. Afisa mmoja wa jeshi la Israel alikuwa amelaumu Hamas kwa mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Israel nyuma ya mstari wa vita uliokubaliwa katika makubaliano ya amani. Hata hivyo, Hamas imekiri katika siku za hivi karibuni imefanya mashambulizi dhidi ya vikundi ndani ya Gaza, vikundi ambavyo vinadaiwa kuungwa mkono na jeshi la Israel pamoja na Shin Bet, miongoni mwa vikosi vya ujasusi nchini Israel. Hamas imeeleza zaidi kwamba madai ya kukaribisha mashambulizi au ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ni ya uongo na yanaendana kikamilifu na propaganda za kupotosha za Israel zinazotoa kifuniko na mwamvuli wa kuhalalisha uhalifu, uvamizi na uchokozi unaoendelea kufanywa na utawala huo. Harakati za mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imesema kwamba uamuzi wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wa kuzuia kufunguliwa kivuko cha Rafah hadi ilani nyingine ni ukiukwaji wa wazi wa masharti ya makubaliano ya usitishaji wa mapigano na kukiuka ahadi alizotoa kwa wapatanishi na wadhamini wa makubaliano hayo. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema kuwa kivuko cha mpaka cha Rafah kati ya ukanda wa Gaza na Misri kitaendelea kufungwa hadi litakapotolewa tangazo jingine, na kwamba kufunguliwa kwake kutategemea Hamas kukabidhi miili ya mateka wa Israel. Matamshi ya Netanyahu yamekuja baada ya ubalozi wa Palestina mjini Cairo kutangaza kufungua tena kivuko cha Rafah kuanzia Jumatatu ili kuwawezesha raia wa Palestina wanaoishi katika Jamhuri ya Kiarabu ya Misri wanaotaka kurejea katika ukanda wa Gaza waweze kurudi katika ardhi ya nyumbani kwao. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri duniani.